Kwa majina ninaitwa Augustine Mwaimuhiza, ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee Bazecha ama baraza kuu la wazee wilaya ya Babati. Wakati napita kwenye simu nimemwona Mheshimiwa Peter Madereka ambaye ni mmoja wapo mawakili katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu Ngwai. Nimpongeze. Ukiwa mwanaharakati katika shughuli kama hiyo, kama huna chama, utakuwa hujatendea nafsi yako haki. Nikupongeze, umekwenda kwenye chama cha ndugu yetu aliyekuwa mpambanaji katika Chadema, ACT Wazalendo. Mimi nikupongeze Peter Madereka. Tulikuwa wote kwenye kesi ya mbunge wa Babati mjini, tulikuwa wote. Kwa hiyo ninatoa pongezi za dhati, kwa maana upinzani unazidi kuimarika. Lakini pia tunapokuwa katika siasa za upinzani, tunataka kuangalia mlengo. Tunaingia kwenye upinzani kwa ajili ya kufanya nini? Sio kwa ajili ya ubunge ama udiwani. Tuingie kwenye upinzani kwa ajili ya kukosoa maovu ya serikali ambayo yanafanyika. Na hili aliongea Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere. Alisema vyama hivi vinakwenda kusajiliwa upya. Usajili wote unafutwa. Sasa vinakwenda kusajiliwa, tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, ili kusudi vyama hivi vikosoe serikali ambayo inasimamia wananchi. Badala kukosoa serikali, mmefika mahali mnapiga makofi. Kila kitu ndio, kila kitu ndio. Yaani hata ukiambia nataka kuja kumchukua mke wako, asema ndio, njoo chukue. Haiwezekani. Kuna vitu vingine vya kupinga. Kazi itabakia kuwa kazi yake wana sheria. Na mapenzi ya chama ni ya mtu binafsi. Yeye ni mwanasheria wa kujitegemea, ana haki ya kupambania demokrasia, ana haki ya kuingia kwenye chama chochote anachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama angekuja Chadema, kwa sababu tumeshika serikali mahali pabaya. Angekuja kuongeza nguvu, tumeshika serikali mahali pabaya. Na yeye mwenyewe ni shahidi. Hapo sasa bila shaka akubaliani na hii no reform no election. Hapana. Kila chama cha siasa ndani ya nchi hii ambaye anataka kupigania haki ya Watanzania ni lazima aikubali no reform no election. Kwa sababu hizi sheria zilizotungwa leo, hata mtendaji anayesimamia uchaguzi pale akifanya makosa huwezi kumhoji wala huwezi kumpeleka mahakamani. Nini maana yake? Haya, twende. Wakala haruhusiwi kuingia na simu. Wanaogopa nini? Kwa hiyo kituo tunataka mwakala ingie na simu ndani ya kituo, ili kusudi matokeo yakitoka tu apige simu kutaka kuhusika alikoelekezwa, apeleke kwamba tumepata kura hizi, tumekosa kura hizi. Sasa kama wao wanaogopa no reform, basi watakuwa hawajatendea jamii ya Tanzania haki, kwa sababu bila reforms hakuna uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo ninachokizungumza, no reform no election, ni vyama vyote vya upinzani ambavyo vinaikosoa serikali hii na wako kwa maslahi ya wananchi, wajiunge na no reform no election. Wale walishasaini na watashiriki uchaguzi. Utasainije? Hivi wewe unakwenda kanisani unasaini hati, halafu ampeleka mwanamke mahakamani na sasa hivi huyu simtaki mimi, sikumtaka mimi huyu, wakati hati kanisani umeshaandika na umeulizwa kwa kubali? Ni mchezo wa kitoto waliofanya. Tena mimi niwaambie viongozi wa ACT Wazalendo waache kuichezea, kupoteza pesa za serikali. Wamekubali kuolewa, wakubali kuolewa. Yes.
Haiwezekani useme nakubali kuolewa alafu sasa hivi hapana, mimi mwanamume usimtaki. Ujinga gani huu jamani? Watanzania tunajitambua kweli? Mimi ninakiamini chama cha ACT Wazalendo kwamba ni chama imara, kiko strong. Na niseme kweli, kiko strong kwa ajili ya yule kijana yule Abdul Nondo. Mimi yule namunga mkono kwa 100%. Abdul Nondo ameonyesha uhalisia wa kuitetea jamii ya Tanzania. Hata mama Dorothy mwenyekiti wa sasa ninamwamini. Hatuko kwa ajili ya madaraka, tuko kwa ajili ya kuwasemea wananchi, na lazima tutende kazi ya kuwasemea wananchi ili mabadiliko yaweze kubadilika. Sasa kama ukubali mabadiliko, unasaini, halafu nataka mabadiliko yapi? The nonsense. Kutokana na Chadema kwa sasa hivi kuna kama msuguano. Wengi wametangaza wanaondoka na wengi wanataka. Chadema hakuna msuguano. Chadema ninakataa, hakuna msuguano. Bro, mwandishi wa habari, nikueleze ukweli, Chadema hakuna msuguano. Wapenda madaraka ndio wameng'oka. Walaji wa fedha makao makuu ndio wameondoka. Walikuwa wanapata mshahara, sisi tulipokuwa tunapewa nini huko? Wao wana wanachama, sisi tuna wanachama huko. Kwa walikuwa wanapewa mshahara. Halafu akija wanakuja na nyodo, wanaanza kutusema vibaya. Tumeumia, lakini tumevumilia kwa sababu tuko vitani, tuendeleze mapambano. Sasa wao wamekimbia vita, sisi tunatafuta vita.